Wiki hii mtandaoni especially huko mjini Twitter kumechangamka sana. Tunaona ugomvi kati ya bilionea mkubwa duniani Elon Musk na rais wa Marekani Donald Trump. Kumbukwe hawa wawili walikuwa ni marafiki wakubwa sana. Hata pale Donald Trump alipokuwa anawania urais kwa kipindi hiki, Elon Musk alikuwa anatumia mtandao wa Twitter kumpigia kampeni, kuhamasisha watu kwamba wampigie kura Donald Trump na ndio rais sahihi. Wanasemaga ndugu wakigombana shika jembe ukalime, lakini sisi hapana, tunataka kufuatilia what is going on. Ugomvi huu umekuja baada ya Elon Musk ambaye sasa alikuwa amepewa position kwenye serikali ya Donald Trump kama head of department wa government efficiency kukataa kusupport muswada wa sheria ambao alikuwa anataka kuupitisha Donald Trump ambao unaitwa One Big Beautiful Bill Act. Muswada huu wa sheria ulikuwa unaenda kutouch katika sehemu 4. Kwanza alikuwa anataka kupunguza kodi kwenye baadhi ya maeneo, lakini pia ya pili alikuwa anataka kucut spendings, yani matumizi kwenye baadhi ya maeneo ya serikalini, lakini tatu pia alikuwa anajaribu kuweka sheria kali kwa wakimbizi au wahamiaji kwenye nchi ya Marekani, na 4 alikuwa anataka kupunguza au kuondoa ile power ya majaji au mahakama. Nataka kidogo tujadili huu muswada na tujue kwa nini Elon Musk alikuwa hataki kusupport. Tukianza na kukata kodi kwenye baadhi ya maeneo, kwa mfano mtu akifanya kazi kwa overhour, ile hela ambayo analipa kwa overhour hatakiwi kulipa kodi. Kwa hiyo alikuwa anakata taxes kwenye hizo sehemu. Na hapa Elon Musk akawa anajaribu kuargue kwamba ukikata tax kwa namna hiyo inamaanisha itasababisha nchi iwe na deni au nchi iwe haina uchumi mzuri. Kwa sababu tukumbuke Marekani inategemea kwa pasenti kubwa sana kurani nchi yao kwa kutumia kodi, tofauti na sisi nchi za Afrika au nchi zingine tunatoka na kwenda kukopa nje. Marekani kwake yeye ni tofauti. Yeye kwake anategemea kodi za wananchi ili wananchi waweze kusurvive. Lakini sehemu nyingine ambayo ilikuwa inaenda kuguswa na msaada huu ni ile sehemu ya kupunguza matumizi ya serikali, na hapa Donald Trump alikuwa anaenda kupunguza matumizi ya serikali kwenye issue nzima ya afya, hususan kwa watu ambao wana kipato cha chini, ambao wanategemea bima ambazo pia zinakuwa wanasaidiwa na serikali some amounts. Kwa hivyo anaenda kupunguza spending ambapo pia itawa affect watu ambao wana low income. Lakini ukiachana na hivyo, huwa watu ambao wana kipato cha chini huwa wanapewa food stamp, ambazo hizo ukienda kununua chakula unapewa chakula for free ukionyesha hiyo food stamp. Kwa hiyo yeye anaenda pia kupunguza matumizi kwenye hivyo vitu. Kwa hiyo watu ambao wako wana kipato cha chini ni watajijua wenyewe. Hata kwenye issue nzima ya uhamiaji tunaona huu muswada unaenda kuwa affect wahamiaji, na hiyo imekuwa ni sera ya Trump over the years. Na hata sasa hivi anajaribu kukazania hata baadhi ya vyuo kutokupokea wanafunzi kutoka nchi zingine za nje. Hivyo basi Elon Musk yeye hajataka kusupport muswada huu, na akisema kwamba huu muswada utaenda kutikisa uchumi wa Marekani na utafanya watu wake waishi kwenye hali ngumu. Lakini Donald Trump yeye anasema kwamba Elon hajasupport muswada huu kwa sababu ya interest zake yeye binafsi, kwa sababu ni mtu ambaye ana own big tech companies, na kwa sababu pia yeye ndo ana own anatengeneza yale magari ambayo yanatumia electricity, umeme, Tesla. Trump anasema inawezekana Elon amechukulia vitu into heart au amechukulia vitu personally, kwa sababu Donald Trump ameondoa punguzo la kodi kwenye magari ambayo yanatumia umeme, ambayo ni business ya Elon Musk. Ugomvi wao ulivyoendelea, Donald Trump alitishia kuvunja mkataba wa kazi waliokuwa wanazifanya na makampuni yote ya Elon Musk ili mradi tu wakomoane. The most interesting part ya huu ugomvi ni pale Elon Musk alivyosema kwamba Donald Trump pia inawezekana yuko kwenye list ya Jeffrey Epstein ambayo mpaka leo haijatolewa, na inawezekana Donald Trump ndio sababu ya hiyo list kutokutolewa. Inawezekana ana influence hiyo list isitolewe. Kwa nini naiita hii ni most interesting part ya huu ugomvi? Ni kwa sababu ya Jeffrey Epstein. Kwa wale ambao mtakuwa mnamjua Jeffrey Epstein na kusikia stories zake, sawa. Kwa wale ambao hamumfahamu, hii hapa ni summary ya nani ni Jeffrey Epstein. Huyu alikuwa ni bilionea mkubwa sana, na nasema alikuwa bilionea mkubwa kwa sababu mwaka 2019 alijinyonga akiwa gerezani. Na Jeffrey Epstein alifika gerezani kwa sababu ya kesi moja tu, kuwaingilia watoto wadogo, kufanya sex trafficking, kuwasafirisha wanawake ambao unawatoa sehemu moja unawapeleka sehemu nyingine kwa nia tu ya kutaka kuwauza kwa watu wengine. Hapa sasa Jeffrey Epstein alikuwa ana kisiwa chake ambapo alikuwa amejenga nyumba. Kilikuwa ni kisiwa private ambapo alikuwa ana hold parties, vitu kama tunavisikia kwa P Diddy na venye kule pia unaweza kaona unavisikia. Kwa hivyo alikuwa ana watu ambao ni maarufu, watu wakubwa ambao walikuwa wanatoka wanafly wanaenda kwenye kisiwa chake, wanafanya hivyo vitu, wanakutana na wanawake kule, wanaletewa wanawake, na wanawake ambao walikuwa wanaletewa wengine pia walikuwa bila ridhaa yao. Kuna ambao walikuwa wanasafirishwa ambao ni wanafunzi, unakuta wanasafiri wanataka tu kwenda kufanya tour kwenye kisiwa kama kile, wanaruhusiwa kwenda kufanya tour, lakini wakifika kule kuna vitendo ambavyo wanafanyiwa na wao ambao hawavipendi.
Watu maarufu hapa naongelea watu kama kina Bill Clinton, kina Naomi Campbell, Donald Trump yeye mwenyewe, kina Oprah. Watu kama hao walikuwa, unajua wale A-listers, walikuwa wanasafiri, wanatoka, wanaenda kwenye kisiwa cha Jeffrey Epstein, wanafanya kule wanayoyafanya, wanaondoka. Na vitendo hivyo walikuwa wanafanya hadi na watoto wa chini ya miaka 18. Unaweza ukaona Jeffrey Epstein alikuwa ni mtu wa namna gani. Na hiyo list ilikuwa ni list ya wale clients ambao, yaani hao watu maarufu kwa Jeffrey Epstein walikuwa ni watu kama clients. You understand? Kwamba wewe unakuja kwangu mimi na kuprovidea na wanawake na kuprovidea na his service, lakini in exchange kuna kitu na mimi nitakuja kukuomba. Kwa hiyo huyu Jeffrey Epstein alikuwa anaiweka ile listi kwa maana yake na kwa manufaa yake binafsi. Ukiachana na hiyo private island ambayo alikuwa nayo Jeffrey Epstein, alikuwa ana properties nyingine. Alikuwa na sehemu nyingine pia anaishi, ilikuwa inaitwa Palm Beach, ambayo alikuwa ni jirani tu na Donald Trump. Jeffrey Epstein alikamatwa kwa sababu ya wazazi waliokuwa wanaishi pale lile eneo la Palm Beach walikuwa wameshaanza kuona watoto wao wanaharibikiwa. Kuna watoto ambao walikuwa wanapewa pesa, wanaitwa waende wakamfanyie massage Jeffrey Epstein. Massage inaenda inafanya na kitu kingine na kitu kingine, kwa hiyo unakuta wanapewa dola 100, dola 200. Kwa hiyo wazazi wakaanza kushtukia kwamba there is something wrong. Watoto wetu hiki kitu sio kitu cha kawaida, kuna kitu. Mtoto mmoja aka speak out, na baada ya kuspeak out na wengine wakaongea na wengine wakaongea na wengine wakaongea, na baada ya hapo sasa Jeffrey Epstein akaanza kufuatiliwa na mapolisi wa lile eneo la Palm Beach, na baadaye akakamatwa. Na Jeffrey Epstein hapa alikuwa anafanya hivi vitendo kwa kushirikiana na girlfriend wake ambaye alikuwa anaitwa Ghislaine Maxwell. Huyu Ghislaine Maxwell alikuwa anamsaidia kuorganize vitu hivi vyote. Huyo Jeffrey Epstein anatafuta hawa wasichana, anawaelekeza jinsi ya kufanya, anawaelekeza kitu gani cha kufanya mpaka mwisho. Na Ghislaine Maxwell bado anashikiliwa gerezani na bado kesi yake bado inaendelea, na bado huwa tunasubiria kusikia hiyo list ya hao watu wengine ni kina nani tuwafahamu. Kwa hiyo mpaka hapa utakuwa umeelewa kwa nini nimesema this is the most interesting part ya huu ugomvi. Elon, kama unajua kitu tuambie bwana. Until next time, bye.